Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani anasema makubaliano ya Iran lazima ajumuishe silaha za nyuklia, makombora na kila kitu kingine. Rais huyu wa Marekani Bwana Trump amesema katika mahojiano na Fox News kwamba makubaliano yoyote na Iran lazima yajumuishe mpango wa makombora wa Tehran pamoja na mpango wa nyuklia wa nchi hiyo. Rais Trump ambaye Jumanne alizungumza kuhusu uwezekano wa kutuma meli nyingine kwenye Ghuba ya Uajemi alifafanua katika mahojiano na Fox News kwamba watu wengi wanasema hapana, lakini nasema ningependelea kufanya makubaliano na bila shaka lazima uwe mpango mzuri. Hakuna silaha za nyuklia, hatutaki Iran iwe na makombora masafa marefu. Hakuna hili na hakuna lile. Kila kitu unachotaka. Lakini wengine wana wasiwasi kwa sababu kama wanavyosema Iran hawachukui hatua miaka mingi. Matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu maudhui ya mazungumzo na Iran yanakuja wakati ambapo waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi na viongozi wengine wa Iran wanasema kwamba mpango wa makombora wa nchi hiyo hauwezi kujadiliwa na kwamba nchi hiyo haitaacha haki yake ya kurutubisha madini ya uranium, lakini inaweza kusitisha au kupunguza kwa muda ili kujenga imani. JD Vance, makamu wa rais wa Marekani, alisema mjini Yerevan kwamba suala la kukandamizwa kwa umwagaji damu kutokana na maandamano ya Januari nchini Iran pia liliibuliwa katika mazungumzo kati ya Tehran na Washington. Hata hivyo, ni wakati ambapo waziri mkuu Benjamin Netanyahu yupo ziarani kuelekea nchini Marekani. Wakati rais wa Marekani Donald Trump akizungumzia kuhusu kujadili suala la nyuklia pamoja na makombora ya Iran, maafisa wa usalama nchini Israel walimwambia waziri mkuu Benjamin Netanyahu atakapokutana na rais wa Marekani Donald Trump kwamba miongoni mwa mambo ambayo anapaswa kujadiliana naye ni kuhakikisha wanazungumzia suala la nyuklia, lakini pia na makombora ya balistiki ya taifa hilo la Kiajemi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yuko ziarani nchini Marekani na kwanza kabisa atajadili na rais Trump kuhusu suala la Iran, lakini pia akizungumzia suala la Gaza katika masuala yatakayojadiliwa. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo wakati huu limekuwa kama ndio gumzo la ulimwengu ni juu ya operation ndani ya Iran, hasa kutokana na makombora yake ya masafa marefu pamoja na suala la nyuklia la nchi hiyo. Hii ni ziara ya sita kwa waziri huyo mkuu wa Israel nchini Marekani tangu kurejea kwa Trump katika ikulu ya White House mwaka mmoja uliopita. Netanyahu na Trump walikutana pia mnamo Oktoba mwaka uliopita wakati Trump alipotangaza kusitisha mapigano huko katika ukanda wa Gaza. Mkutano huu unakuja siku chache baada ya ule uliowakutanisha wanadiplomasia wakuu wa Iran na Marekani nchini Oman, ambapo Trump alisema duru nyingine ya mazungumzo baina yao itafuata katika siku zijazo, lakini bila kueleza mahali na tarehe kamili ya mkutano huo. Netanyahu atakutana huko na rais wa Marekani huku kukiwa na ukosoaji wa kimataifa unaozidi kuongezeka kuhusu hatua za Israel za kuimarisha udhibiti wake katika eneo la Palestina linalokaliwa kwa mabavu la Ukingo wa Magharibi. Na itakumbukwa kwamba siku chache zilizopita baraza la mawaziri la usalama la Israel liliidhinisha hatua mpya zinazolenga kuimarisha udhibiti wa Israel katika eneo hilo la Kipalestina. Hata hivyo, bado haijajulikana wazi ikiwa suala hili litaibuliwa katika mazungumzo ya leo, licha ya hapo awali Trump kuonyesha wazi upinzani wake kuhusu hatua hizo za Israel katika eneo hilo la Ukingo wa Magharibi. Katika suala la nyuklia la Iran litajadiliwa zaidi pamoja na makombora ya masafa marefu, lakini Iran imezidi kuweka wazi kusema kwamba kuhusu suala la makombora ya masafa marefu, huu utakuwa ni mstari mwingine mwekundu na kwamba Israel itaendeleza njama zake za kuharibu mazungumzo hayo na kuingia katika mapambano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ametoa tahadhari kuhusu azma ya utawala wa Israel kuishawishi Marekani ingie katika vita vingine na Iran, wakati mazungumzo mapya ya nyuklia kati ya Tehran na Washington yakiwa yanaendelea. Mwanadiplomasia huyo mkuu aliyesema hayo katika mahojiano na kituo cha Russia Today mnamo siku ya jana Jumanne alipohojiwa kuhusu ziara inayotarajiwa ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika ikulu ya White House, ambapo inasadikiwa atalenga kuvuruga mchakato wa diplomasia ambao unaendelea
Na wakati huu rais wa Marekani tayari ameshatangaza kwamba mpango wa makombora ya masafa marefu ni moja kati ya mambo ambayo tayari yamewekwa kama mstari mwekundu wa Marekani. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.